Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupa kibali cha kuweza kuamka salama, na maandiko matakatifu yanasema ya kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana pale anapoomba kwa bidii. Ni muda ambao tunahitaji kuomba kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa neema ya kuweza kuamka salama. Na maandiko matakatifu yanasema mshukuruni Mungu kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo napenda tumia nafasi hii kuyasikiliza maombi na tukiomba kwa pamoja kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kuweza kusafisha njia ambayo Mungu ametupa neema leo tuweze kupita, kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu ambao usipokuwa na nguvu huwezi kumiliki, na tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wengi huwa wanatumia nguvu ya ziada, ikiwa ina maana wanatumia nguvu za kiroho ili kuweza kushinda mahali. Wewe ambaye Mkristo ambao unanisikiliza, unawezaje kusurvive pasipokuwa na maombi? Kwa hiyo lazima inapotokea majira kama haya ya asubuhi, inabidi mtu wa Mungu unaomba na Mungu anakutangulia. Naomba tuanze maombi yetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina lako lihimidiwe. Mungu mwenye enzi na mamlaka, Mungu uliyejaa utukufu, tunakutukuza. Nasema asante kwa ajili ya siku njema ambayo Bwana umeiandaa na umeifanya juu yetu. Umeifanya kwa huyu mama, umeifanya kwa huyu kaka, umeifanya kwa huyu baba ambaye anasikiza saizi maombi haya asubuhi. Nasema asante juu yake. Wengine Bwana wameamka wakiwa ni wagonjwa, lakini Bwana wengine wameamka wakiwa hawawezi kutembea, lakini Bwana wengine wameamka wakiwa hawawezi kuongea, lakini Mungu umempa neema mtu huyu ambaye ananisikiliza siku hii leo kuweza kuamka salama. Utukufu ni wako mfalme wa amani, uweza ni wako mfalme wa amani, na kutukuza Mungu unastahili kuabudiwa nyakati zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuabudiwa ni wewe peke yako Mungu unayeweza. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Vile vile Bwana tunasogea mbele zako. Tunajua Bwana sisi ni wakosefu katika macho yako. Tunaomba rehema na utakaso. Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zako. Roho Mtakatifu, Roho Baba, tunaomba msamaha. Tutakase Bwana. Yawezekana Bwana kwenye kuwaza kwetu, kwenye kusema kwetu, kwenye kuenenda kwetu, Roho Mtakatifu tumekutenda dhambi. Roho Baba, tuasogea Bwana mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba msamaha, tutakase. Sisi ni wakosefu machoni pako. Sisi ni wakosefu machoni pako. Mungu muweza wa mambo yote, Yesu akaangikwa msalabani kwa ajili ya watu wenye dhambi. Bwana, tunaomba utakaso wako, maana maandiko matakatifu yanasema Bwana akusamehe maovu yako yote na kukuponya na magonjwa yako yote. Roho Mtakatifu, yawezekana kuna baadhi ya magonjwa, yawezekana kuna baadhi ya matatizo tuko nayo kwa sababu ya maovu ambayo Baba tumeyabeba. Tusamehe Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza Mungu. Baba, tunasema asante kwa sababu tayari tunaamini ya kwamba umeshakwenda kutusamehe. Maandiko matakatifu yanazungumza, yanasema ya kwamba Baba yaba kapa yema kapa sututulima kapa. Maandiko matakatifu yanasema ombeni lolote kwa jina langu nami nitafanya. Tunaamini ya kwamba Bwana umekwenda kutusamehe, na umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekeza na kuacha njia za mbaya, Bwana umesema utasikia, na umesema Bwana utaiponya nchi yao. Tunaamini ya kwamba Bwana tayari umeshakwenda kutuponya. Ponya Bwana mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninavaa silaha zote za Mungu katika ulimwengu wa roho. Ni majira ambayo Bwana mtu wa Mungu tunaenda kufanya vita kwa ajili ya kila kiumbe aliyesimama mbele yetu au aliyesimama mbele yako. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ikiwa ni siku ya leo Mungu ametupa neema ya kwa ajili ya kuiona na kuvuna mema ya nchi, maana Biblia inasema atakayekubali na kutii atakula mema ya nchi. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila aliyekaa katika njia, kila aliyekaa katika njia yangu, kila aliyekaa katika njia ya mafanikio, kila aliyekaa katika njia ya biashara, kila aliyekaa katika njia ya upenyo, kwa mamlaka niliyopewa na kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, tunaachia moto kwenye ulimwengu wa roho. Tunaachilia moto mkali sana katika ulimwengu wa roho, na achilia moto mkali sana katika ulimwengu wa roho. Imeandikwa Mungu wetu sisi ni moto ulao. Ninatuma moto kila mahali kwenye njia zao, natuma moto kila mahali
kwenye mapango yao, natuma moto kila mahali, kwenye mashimo yao, natuma moto kila mahali, katika njia, katika biashara tunayoenda kuifanya. Hakuna adui atakayesimama katika njia zetu. Hakuna adui atakayesimama katika njia zetu. Kama ni mwana wa Mungu unanisikiliza, fanya maombi pamoja na mimi katika usiku huu wa leo, katika asubuhi ya leo, kwenye kuamka kuna bazuka, fanya maombi pamoja. Omba kwa habari ya maisha yako. Ambie Mungu katika moyo wako. Kuna muda umekaa na watu huwezi kuzungumza, ila sema kutokea moyoni mwako. Kusema kutokea moyoni mwako kwamba hakuna adui atakayesimama katika njia yako. Tamka tu maneno moyoni kwamba hakuna adui atakayesimama katika njia yako kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna adui atakayesimama. Ninaachilia moto kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa Mungu wetu sisi ni moto ulao. Imeandikwa ingawa tunanenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili, bali vita vyetu sisi ni katika ulimwengu usioonekana. Yabakapai. Ninafanya vita kwa jina la Yesu Kristo. Wale wanaoishi katika miili ila wanafanya vita nami katika ulimwengu usioonekana, yaani ulimwengu wa roho, na kamata mmoja kwa jina la Yesu Kristo, na wapiga mmoja kwa mamlaka ya mwana-kondoo, na wafika mmoja kwa mamlaka jina la Yesu. Ninawateketeza mmoja kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kila mmoja aliyesimama mbele, aliyesimama kama adui, aliyesimama kama rafiki, ateketee, ila ndani yake amebeba roho ya maangamizi juu ya biashara yangu. Ninaagiza hakuna uchawi utakaokaa njiani ukanidhuru. Maneno haya ninayosema ni Mungu ameyazungumza. Maneno haya ninayosema ni Mungu atatembea pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo. Ni asubuhi yangu imebarikiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya hatua mpya. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha mapya ambayo Bwana ninaamini ya kwamba katika maombi haya Bwana umeenda kufanya. Kila mtu mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Mwambie Bwana nitangulie katika njia yangu, na Mungu ataenda kukutangulia katika njia yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki sana. Sasa ni siku njema ambayo imeangazwa tayari. Unaweza kwenda na amani ya Bwana katika biashara zako katika jina la Yesu, na Mungu akutangulie. Usisahau kumshirikisha mtu maombi haya. Ambie Bwana Pastor Francis atakuwa katika maombi ya kila siku asubuhi kwenye YouTube yake ya Pastor Francis, ili tuweze kuomba kwa pamoja. Karibu sana. Mungu akubariki. Amen.